Nasisitiza kwa watoto wa kike, tunatakiwa tuendelee kujitambua, tunatakiwa kuendelea kujithamini, tunatakiwa tutambue kwa muda ambao tuko nao hapa kuna mabadiliko ya mwili utayapata, na hayo mabadiliko sio yenu peke yenu, hata sisi tulianza na mabadiliko ya mwili. Kwa hivyo utakachoona kinakuja kwenye mwili wako, hayo ndo mabadiliko, na huo ndo ukuaji wako wa kuingia katika utu uzima. Kwa hiyo ni nafasi yako sasa kutambua kuwa upo hapa kwa ajili ya elimu tu. Kubadilika kwako kimwili kusisababisha je mtu aanze kukuharibia maisha yako. Tunza mwili wako, tunza heshima yako, jijue mimi ni mwanamke, ni mtu mwenye thamani, ili watu waweze kuendelea kukuheshimu. Tumeelewana? Asije akapita mtu akatumia nguvu zake, akatumia cheo chake, akatumia fedha zake kuendelea kukudhalilisha wewe. Kutokana na maumbile yetu wanawake tulivyo, automatic wanaume wanakuwa ni kivutio kwetu. Wanapenda kutufanya sisi ni vyombo vya starehe. Kwa hivyo una nafasi kubwa ya kujiheshimu, kujitunza, kujiona kuwa mimi ni mwanamke, natakiwa nitafute maisha yangu. Ukiharibu maisha muda huu, huwezi tena kuwa na maisha mazuri baadaye. Kwa hivyo jitunze, tambua kuwa wewe uko hapa kwa lengo la kusoma tu, sio kuingiza vitu ambavyo havikuhusu. Kwa wakati uliokuwa nao ni wakati wa kushika mabuku, kusoma, ili uje kuwa kiongozi wa baadaye. Kumshukuru dada yangu ama ndugu yangu Asma Mwinyi, kwa kweli amekuwa mstari wa mbele katika kusaidia serikali na hususan wizara yetu. Tumekuwa tunatoa pedi nyingi au taulo zetu za kike maeneo mengi, sio shule hii tu. Wakati mmoja nakumbuka alinipa taulo zisopungua 5,000. Niliweza kutoa Unguja na Pemba. Kwa hivyo yeye kila dakika anaangalia mahitaji ya wanawake. Namshukuru sana Asma Mwinyi Foundation kwa kutupa leo, kwa tusaidia kutupa taulo za kike. Kama tunavyojua wasichana sana sana wanapataga sana ukatili, unakuta mtoto anapigwa sana, hedhi inapokuja naona aibu kumwambia mtu, lakini leo mama Asma Mwinyi Foundation imetuwezesha mtoto wa kike aweze kupata hedhi salama. Asante sana Asma Mwinyi Foundation. Na hii iwe endelevu, isiwe hapa tu, na iwe endelevu, na ili wapewe mafunzo ili waweze namna ya kujihifadhi wao wenyewe kabla haijatokezea. Inaweza wanafunzi hawa hawajatokezewa na hiyo machua, hawajakuwa. Sasa kabla ya pale wapewe elimu, halafu ikiwatokezea tu wanaweza namna ya kujihifadhi wao wenyewe. Inapotokezea hali kama hiyo, aweze kuja kwa mwalimu yoyote ule ambaye anaweza, mimi nikienda pale ataweza kunistiri na kunihifadhi. Kabla unajua kwa mwanamke siku ya mwanzo inakuwa ni kama aibu. Yaani kabla kumfika ile aibu aweze kumfuata yule mwalimu. Nipo hapa kwa ajili ya kutoa shukrani za dhati kutoka kwa kaka zangu, madada zangu pamoja na wanafunzi wenzangu. Ningependelea kuishukuru hii zawadi kwa ajili ya kutustiri pia na kujihifadhi. Kwa hiyo tunawaomba waendelee hii zawadi na kutupatia. Asanteni sana.